Naam, wana ukuu wa Mwafrika, bado tuko Mashariki ya Kati katika kuangalia au kukuletea habari ili uweze kujua ni nini kinachoendelea, mgogoro uliopo kati ya Irani na Israeli. Na hii ilianza baada ya siku ya Ijumaa ambapo ilikuwa ni tarehe 13 mwezi huu wa 6, ambapo Israeli ya utawala wa Kizayuni uliingia kushambulia katika taifa la Irani kule Tehran, wakisema kuwa wanashambulia kwenye vinu vya nyuklia ili kumzuia Mwajemi asiweze kutengeneza silaha hizi ambazo ni silaha za nyuklia, jambo ambalo Myahudi amekuwa akikiri kuwa ni hatari sana kwake endapo Mwajemi atamiliki silaha hizi za nyuklia. Lakini hiyo tumeshaichambua sana. Lakini kwa hapa nachotaka kukuambia ni kuwa sasa kwa vita vinavyoendelea, Mwajemi ameendelea kushambulia. Israeli naye anashambulia ndani ya Tehran, lakini madhara yanayoonekana upande wa Israeli ni madhara makubwa ambayo hayajawahi kutegemewa. Na ndio maana inabidi tukupe taarifa, kwa sababu katika historia ya taifa la Israeli kwa miaka mingi, madhara ambayo wameyapata kwa sasa hayajawahi kutegemewa. Na imefika mpaka mahali sasa Benjamin Netanyahu, kiongozi mkuu huyu wa serikali hii ya Kizayuni, amekiri kuwa hali ni mbaya ndani ya taifa la Israeli. Amekiri, amesema tunapitia sasa hivi wakati mgumu sana. Sasa swali linakuwa, Marekani yuko wapi kuleta msaada wa haraka? Kwa sababu Israeli ni nchi ndogo. Alafu Mwajemi naye na makombora anayoyapiga hakosei, hayaendi jirani, yanapiga hapo kwenye kainchi kadogo, hapo kwenye kainchi kadogo. Sasa ndio taarifa unaona ya kuamkia usiku wa leo, Myahudi huyu Mwirani au Mwajemi, maana Irani ndo Waajemi wenyewe, Wayahudi hawa wakati mwingine wanaita utawala wa Kizayuni kutokana na ile ilikuwa ni movement, Zion movement, ambayo sasa kwa Kiswahili tunasema Wazayuni. Mwingine tukisema Wazayuni anasema mbona unaongea vibaya? Hapana, Zion movement. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Sasa hawa Wazayuni na wao hivyo wamebaki wanashambuliana. Ndio maana Mpoke anasema wakati wengine huku wanatamba, basi wengine huku wanajuta kwa sababu ya mashambuliano kama haya. Sasa tumepata taarifa pia kuwa hospitali ndani ya taifa la Israeli imepigwa. Na hiyo hospitali inaaminika kuwa ndani humo, nadhani wagonjwa waliokuweko huko ndani, watu kama 20 hivi wamepatwa na umauti kutokana na shambulio la Waajemi walilolifanya usiku wa leo. Na Mwajemi hajataka kuacha nafasi hata kidogo. Kwa hiyo watu 20 wamefanya hivyo. Lakini sasa imagine, kutokana na sheria za Umoja wa Mataifa kuanzia mwaka wa 1914 zinasema usipige hospitali, zinasema usipige shule, usipige kanisa, usipige misikiti, usipige makazi ya watu, usipige yani piga maeneo ya kijeshi ambayo ndivyo hivyo. Lakini haya yote Myahudi amekuwa akiyafanya pale Gaza, na zaidi sana kuua wamama na watoto wasiokuwa na hatia. Alikuwa anapiga hospitali kwa maana tunakumbuka kule Yunus upande wa Gaza alipiga hospitali akidai kuwa kulikuwa na Hamas wamejificha huko ndani, magaidi wamejificha huko ndani. Sasa leo Mwajemi naye amepiga hospitali ndani ya Tel Aviv. Alafu anaulizwa Mwajemi, anasema niligundua pale kwenye hospitali kulikuwa na kambi ya jeshi la Israeli ya IDF, ndio maana nikapiga. Hii ndio inaitwaga karma. Kile unachokipanda ndicho kitakachokuja kukurudia vile vile. Kwa sababu kama Myahudi alikuwa anapiga hospitali upande wa Gaza, akidai ndani mle ya hospitali hii, yani kuna wagonjwa wako mle, kuna watoto, kuna wamama wajawazito wako mle, anaenda anapiga hospitali, anasema hiyo hospitali magaidi wa Hamas walikuwa wamejificha huko. Sasa na yeye imegeuka upande wake. Imepigwa hospitali kubwa tu ndani ya Israeli, alafu Irani wanasema tumegundua kule ndiko ambako IDF walikuwa wanajificha,
na kuna kambi ya jeshi la Israeli ambayo ilikuwa iko ndani ya hiyo hospitali, wakipanga mipango mibaya, kwa sababu walijua hatuwezi kupiga hospitali, ndio maana tumeweza kupiga hospitali. Sasa haya ni masuala ya vita, na hatuko hapa kushabikia vita, hatuko hapa kushangilia vita. Tungetamani vita vingekuwa vilishaisha jana, lakini ukweli ni kuwa vita hivyo havijaisha mpaka hivi sasa ninavyoongea, na bado vita vinaendelea. Lakini swali lingine la kujiuliza ni kwa nini Marekani amechelewesha msaada ambao angetakiwa aje amsaidie Israeli, mshirika wake? Ni kwa nini Umoja wa Ulaya umechelewesha msaada ambao wangetakiwa waje wamsaidie mshirika wao? Ni kwa sababu walifanya utafiti, lakini utafiti huu ulikuwa ni utafiti wa chini kabisa sana. Yaani ulikuwa ni utafiti ambao, utafiti walivyoufanya na kumruhusu Israeli kumpa taarifa za kijasusi aende aishambulie Irani, alafu matokeo na majibu ya Irani yamewashangaza. Hawakutegemea. Ndio maana hasa wanataka sasa wanaingiaje, wafanyeje? Yani unajuaga ile kuna mlevi, yani anaona mlango ule pale, lakini ameelewa, ila kufikia mlango inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo ndio maana hii Marekani sasa na Umoja wa Ulaya imekuwa ni ngumu kuingia moja kwa moja, kwa sababu watakutana na athari kadhaa kutokana na hivi vita. Na kama Mwajemi akiamua naye sasa, maana Mwajemi kumbuka amesema ana namna nyingi ya kulipiza kisasi. Ukumbuke hilo. Na Mwajemi pia, Ayatollah Khamenei amemuonya Donald Trump kuwa akiingilia kwenye hivi vita, kwa sababu Marekani kule anataka kuingia. Na ukumbuke kuna kambi ya Fordo ambayo iko mlimani na iko chini underground, ambako huku ndio kuna makombora mengi ya Irani, na huko ndiko ambako kunafanyiwa sasa haya majaribio, au kunafanyiwa utengenezwaji au urutubishwaji wa madini ya uranium kupelekea kutengenezwa silaha za nyuklia. Na ukumbuke wakati huo mpaka hivi sasa, juzi hapa, Iran amejitoa kwenye hiyo mikataba ya uranium hiyo. Amejitoa, yani yeye yuko huru sasa, anaweza kafanya chochote kama Urusi alivyokuwa amefanya. Kwa hiyo wanasema sasa kinachoweza kupenya pale ni bomu linalojulikana kama bunker booster. Bunker booster, hili bomu unaambiwa Myahudi hana, ila Marekani ndio mwenye nalo, kwa sababu lenyewe ndio linadili kuchimba underground, kupiga huko chini, kwa sababu huu ni mji, yani mji ambao huko kwenye hilo eneo ambalo ni Fordo ni kubwa kama wilaya, tunaweza kusema hivyo, ambako sasa huko kuna makombora, kuna kila kitu. Ndio maana unaona Mwajemi amechachamaa, kwa sababu Israeli alipoanza kushambulia haya maeneo ya nuclear sites ndani ya Irani, huyu Mwajemi akachachamaa na akaanza kupeleka makombora mfululizo. Kwa hiyo walikuwa underestimate katika uchunguzi waliomfanyia, alafu na hiki sasa anachokifanya, maana katika historia ya taifa la Israeli haijawahi kutokea. Na wengi walikuwa wanajua hii Iran itakuwa kama vile vikundi ambavyo Israeli amekuwa akipigana navyo, kama Wahuthi, amekuwa akipigana na Lebanon huko, Hezbollah amekuwa akipigana na Hamas huko Gaza. Kwa hiyo walidhani hivyo, lakini hawakutegemea muziki wa Irani kuwa ungekuwa ni mzito kiasi hiki, ndio maana wamesita kuingia. Lakini kama nilivyokuambia kuwa Mwajemi amesema ana namna nyingi ya kuweza kulipa kisasi. Namna nyingine nzuri ya kuweza kulipa kisasi ya Mwajemi ni kufunga mlango wa bahari Hormuzi, mahali ambako mafuta 20% duniani mpaka 40 huwa yanaenda Ulaya na duniani kote. Kwa maana yake tutaingia kwenye uchumi mbaya duniani. Maana yake mafuta Ulaya yatapanda. Kumbuka wakati huu Ulaya wana mgogoro na Urusi, ambako mafuta walisema hatutaki kununua huko. Kwa hiyo wanategemea mafuta ya Waarabu kutokea huko mataifa ya Kiarabu, alafu yanapopitia ni kwenye mlango wa bahari Hormuzi, ambapo Irani ndio ana uwezo wa kufunga huo mlango, meli hizo zisipite tena. Kwa hiyo itakuwa ni ndio maana unaona wamekuwa wako nyuma. Mpoke anasema msaada unaochelewa ni adhabu. Ndio maana wamekuwa wako nyuma mpaka inampelekea waziri mkuu wa Israeli Netanyahu kusema tuko katika hali mbaya. Ingawa ameita juzi hapa kikao, ni jana nafikiri, ameitisha kikao ambacho wamekaa kwa ajili ya kutaka kujua sasa, maana lengo ni kufutilia mbali utawala wa Ayatollah Khamenei.
jambo ambalo pia Donald Trump ndio ameingia madarakani kwa mpango huo wa kuhakikisha kuwa ameuondolea mbali utawala wa Ayatollah Khamenei. Yani ndio mpango wa Donald Trump. Yani nisikilize, ndio mpango wa Donald Trump. Kwa nini? Kwa sababu tayari kwa sasa Irani ndio anayemiliki maji ya Bahari Nyekundu. Kwa sababu kuna Wahuthi wako pale ambao ni vijana wa Irani wa Ayatollah Khamenei, na wako pale ambao ndo wao sasa wanapeleka moto vibaya mno kwa meli za Marekani na washirika wao na meli za Israeli. Kifupi ni kuwa wao sasa, huyu Mwajemi ndo amemiliki maji ya Bahari Nyekundu. Kwa hiyo biashara za Marekani haziendi, na hili jambo Elon Musk aliliona, ndo maana akajiondoa mapema, kwa sababu Elon Musk ana biashara kubwa sana upande wa Mashariki ya Kati. Ndo maana unaona kidogo yeye akajiondoa, kwa sababu alijua yanayoenda kutokea. Maana walikuwa wako kwenye raundi ya 6 ya mazungumzo kuhusiana na nyuklia kati ya Marekani na Iran. Lakini ilitakiwa sasa mazungumzo haya yafanyike tarehe 15 mwezi wa 6. Tarehe 13 Israeli ameenda amevamia. Alafu wakasema hii ni kumlazimisha sana Mwajemi aingie kwenye mazungumzo. Kwa sasa Mwajemi amesema mazungumzo hahitaji. Jambo ambalo Israeli pia amesema mazungumzo hataki. Yani vita wacha viendelee. Na Mwajemi amejipanga kwa vita vya muda mrefu, wakati Mwisraeli amejipanga kuondoa utawala wa Ayatollah Khamenei. Ndivyo mambo yanavyoenda huko. Kwa hiyo hii sasa imekuwa hivyo. Sasa Marekani wamesema ndio mwenye hili bomu, hii bunker booster ambalo lina uwezo ni tani 13,000 na 600 nadhani, ambalo likipigwa ndio linaweza likadili likachimbua huko chini kabisa. Lakini sasa Mwajemi amemuonya Marekani. Amesema na makombora ambayo anaweza kushambulia popote na hakuna mtu yeyote wa kumwambia chochote. Na amesema Marekani akianza tu kuingia hapa, basi kwa mara ya kwanza, kwa mzunguko wa kwanza, aandae majeneza ya askari wake 5,000. Kwa sababu kumbuka, Marekani ana kambi za kijeshi Mashariki ya Kati, zimezunguka hapo, zimezunguka Irani, ziko maeneo mbalimbali, Oman ziko, huko Saudi Arabia ziko, huko Kuwait ziko, Iraki pale kambi za Marekani zipo. Kwa hiyo kote huko Mwajemi amesema Marekani itabidi ajipange kuandaa majeneza kwa ajili ya kambi zake za jeshi ambazo ziko hapa Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ndio maana unakumbuka juzi hapa Iraki, serikali ya Iraki iliomba Irani asilipe kisasi kwa kushambulia kambi za Marekani zilizoko ndani ya Iraki. Kwa hiyo ndivyo mambo yanavyoenda ndugu zanguni. Kwa hiyo hatupendi vita, hatushabiki vita, lakini matokeo yake yatakuwa ni mabaya. Nikupe taarifa moja hapa wakati namalizia kwa haraka. Siku moja baada ya Israeli kushambulia Irani siku ya Ijumaa, ndege ya mizigo ilipaa kutoka China. Siku iliyofuata ndege ya pili iliondoka kutoka mji wa pwani, kisha Jumatatu nyingine ikaondoka, wakati huu kutoka Shanghai, safari 3 za ndege kwa siku moja. Takwimu zilionyesha kuwa katika kila safari ndege hizo ziliruka kuelekea magharibi kando ya kaskazini mwa Uchina, ikivuka hadi Kazakhstan, kisha kusini hadi Uzbekistan na Turkmenistan, na kisha kupotea kwenye rada zilipokaribia Irani. Ili kuongeza fumbo, mipango ya safari za ndege hizo ilionyesha kuishia Luxembourg, lakini zinaonekana hazikuruka karibu na anga ya Ulaya. Kuna wasiwasi juu ya kile ambacho kinaweza kutumwa kutoka China kuelekea Irani wakati vita vya Teherani na Israeli vikiendelea. Wataalamu wa masuala ya usafiri wa anga wamebainisha kuwa aina ya ndege inayotumika, Boeing 747, hutumika kwa kawaida kusafirisha vifaa vya kijeshi na silaha na kukodishwa kuruka kwa amri ya kandarasi za serikali. Ndege hizi ziliruka zikuonekana zikapotea kwenye anga la Ulaya. Ndege za China ambazo mwisho wa siku zikaja zikaonekana ziko Iran, kwa sababu hawa ndio washirika wake ambao wanamsaidia Iran. Usisahau nilikuambia kuna reli ambayo Mchina ameijenga kilomita 10,800 kutokea China kwenda mpaka Irani na kufanya biashara ya moja kwa moja. Imepita majangwani, lakini imepita nchi za Ulaya kama Turkmenistan, lakini imepita mpaka Kazakhstan, imeenda mpaka upande huu. Hii yote ni kukwepa haya mambo sijui ya majini, nani anayamiliki, lazima umlipe sijui na vitu gani na hivyo na hivyo. Kwa hiyo ndivyo vita vinavyoendelea ndugu zanguni. Asanteni sana.